Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Kwanza dabi haijawahi kuwa nyepesi. Lakini nje tu dabi kutokuwa nyepesi, kuna mambo mengi sana ambayo yanaambatana na dabi. Nadhani leo umewasikia walimu wote pamoja na wachezaji ambao waliambatana nao kwenye press, lakini pia tulipata baadhi ya kusikiliza wasemaji wa hizi club mbili akiwemo Alikama pamoja na Ahmed Ali. Kwa maelezo ambao wanazungumza, kwa mara ya kwanza nimeona dabi ambayo wasemaji wote wana tempa ya chini. Yaani kama wanayajua matokeo yanakwenda kutokea. Timu zote ziko vizuri, lakini bado Yanga ataingia kama favorite kwa maana ya matokeo, lakini huwezi kubeza pia ubora wa Simba na kikosi chao kama kilivyo. Huwezi pia kubeza experience ambao walikuwa wanayo, lakini pia kukosekana kwa Stefano Aziz Ki kwa Yanga kama inavyosemekana itakuwa ni pigo kubwa sana kwa Yanga. Lakini bado wapo wachezaji wengine wanaweza kufanya mambo mengine makubwa zaidi, lakini Aziz Ki bado ana nafasi yake kubwa kabisa katika klabu, katika mechi ambayo tani ya dabi, na ana experience na ana uzoefu mkubwa na amesha prove mara nyingi sana kwa namna gani ambavyo anaweza akafanya jambo. Lakini pia hiyo pia ni nafasi kubwa sana kwa Yanga, kwa Simba kwamba one of the guy ambaye mlikuwa mnamchukulia kama threat anasemekana hata kuwepo. Kwa hiyo kwangu mimi tayari hiyo ni advantage kwa klabu ya Simba, na wakiweza kuitumia vizuri basi wanaweza wakapata kitu. Lakini kama kweli hata kuwepo, ninaweza nikaona mwalimu akiamua kuanza na double striker, lakini pia akacheza na Ikangalombo pamoja na Pacome Pedro Zouzoua, lakini at the same time bado Maxim pia Nzengeli kwa. Kwa hiyo naweza nikasema bado quality ya Yanga inaendelea kuwabeba, japokuwa wanaweza kumkosa Stefano Aziz Ki. Kwa Simba hakuna chochote ambacho kinasemekana, kwa sababu sijamsikia mwalimu akisema kwamba kuna yeyote ambaye atakosekana, japokuwa kuna tetesi kwamba Shemalon bado hajawa fit, bado Pinpin kama hajawa fit, lakini naona wakiwepo. Mtu ambaye nina uhakika anaweza akacheza ni Pinpin kama Shemalon kwa injury ambayo alikuwa nayo, japokuwa hawajasema chochote, na kupita kwenye peji zao mazoezini sijamuona kabisa hata kwenye mazoezi. Kwa hiyo asilimia kubwa anaweza asiwepo. Lakini kutokuwepo kwake pia kunampa nafasi Karabwa kuprove uwezo wake na value ya kile ambacho anakitoa kwa timu ya Simba. Kwa hiyo uwezekano upo na itakuwa ni dabi nzuri, japokuwa dabi ni dabi. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba utampa matokeo fulani, lakini bado Yanga ataingia kama favorite kutokana na matokeo ambayo ameyapata kwa Simba kwa msimu huu na matokeo ya hivi karibuni. Kwa hiyo Simba ataingia kama underdog kwa Yanga kutokana na matokeo, lakini kwa quality ya timu bado toe to toe wanaweza wakawa wako sawa. Kwa hiyo atakayeamka vizuri, atakayekuwa na siku nzuri ofisini, atakayekuwa na quality nzuri, atakayechanga karata zake vizuri, then tayari atakuwa amepata kile ambacho anakitaka. Kwa hiyo kwangu mimi bado Yanga ni favorite, Simba ataingia kama second option kwa sababu ya matokeo ambayo wamefanya kwa muda mrefu. Kwa hawa wachezaji ambao wanazungumzwa akiwemo Stefano Aziz Ki, lakini pia Pinpin Kamara, hatuwezi tukazungumza kwamba huenda ikawa ni mind game. Yote yanawezekana. Kwa Stefano Aziz Ki inawezekana katika ile mechi ya Pamba, wakati anatoka alikuwa anashika kiuno kwa maana ya nyonge ilikuwa bado inamsumbua, au watu wameamua kutembea na hiyo picha ambayo imesambaa kwenye mitandao na hizo clip. Inawezekana ni mind game, lakini pia inawezekana hivyo. Mtu ambaye ninajua anaweza akawa kama akicheza bado anacheza kwa kulazimishwa ni Shemalon, kwa sababu aliumia kweli mechi na Azam, na ilisemekana atakaa nje kwa kipindi ambacho hawakukisema pia. Lakini kwa eneo ambalo wameumia, kama ndivyo ambavyo linasemekana hivyo lilivyo, sio chini ya wiki 2 mpaka 3, na mpaka hapa tunafika hajatimiza hizo zote. Kwa hiyo bado ana deni la siku, lakini inawezekana recovering yake ilikuwa ya haraka, labda timu yake inaweza kumsaidia ya madaktari kufika hapo alipofika.
lakini pia sioni kama wana ulazima wa kumlazimisha kucheza, kwa sababu wanaweza wakamuumiza na wakamkosa kabisa kwa muda mrefu. Hayo ndio madhara ya kulazimisha wachezaji. Lakini pia Pinpin Kamara, kwa maelezo ya mwalimu, anawezekana kukosekana, lakini kwa Pinpin Kamara naweza nikasema ni mind game, anaweza kuonekana. Lakini pia hata asipokuepo, bado kijana Tanzania ameweza kuprove na amecheza dabi kadhaa na ameprove na uwezo wake, na ameweza kuipatia Simba matokeo hata katika mashindano makubwa. Kwa hiyo bado kwangu mimi, hata kama ni mind game, basi mwisho wa siku dakika 90 na zitachezwa na uwanjani ule ule, wachezaji ni wale wale, watakutana wanacheza. Kwa hiyo kwangu mimi hiyo ni mind game, hiyo ni reality. Bado wana option nyingi makocha za kuwatumia kwenye hiyo sehemu. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Sam Online TV.